Ni tena mara nyingine ndani ya 044 TV Kenya. Hapa ndipo taarifa kemkem, habari motomoto ya kisiasa. Nauliza Mheshimiwa Rais William Ruto, hizi pesa zote ambao unalikata unalipeleka wapi? Hii ndio swali ambalo nauliza Mheshimiwa Rais William Ruto, kwa sababu kuna jinsi tunadanganywa kama wa Kenya kwamba wanapunguza masuala ya matumizi ya pesa ya CFA, lakini pesa hizi zinapelekwa mahali ambao watu wanajua kwamba hapa tukiweka hizi fedha tutafanikiwa kuiba. Serikali ya Kenya Kwanza wamepunguza pesa ya matumishi ya aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta kwa ofisi yake. Wamepunguza kila sekta kwa ofisi ya Uhuru Kenyatta. Pesa ya matumishi ya ofisi yake imepunguzwa. Pesa ya kusafiri ndani na nje imepunguzwa. Pesa ya kufuel gari zimepunguzwa. Na hii nataka niulize swali nyerezi ambalo fedha hizi kipunguzwa ndio itafanya mwananchi wa Kenya maisha yao imarike. Hilo ndio swali ambalo nauliza wafuasi wa Ruto. Je, hizi fedha ambayo inapunguzwa kwa ofisi ya Uhuru Kenyatta itafanya maisha yetu imarike ama ndio inafanya maisha yetu inazidi kukua ngumu? Unijibu kwa comment section. Jambo la pili ambalo tunataka kusungumuza zaidi leo. Wiki hii Rais William Ruto alikuwa jijini Migori. Na hii nataka niwawekee video moja ambayo rais akisema kwamba atajiri zaidi ya walimu ili tuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Pia lazima tuajiri walimu zaidi. Kwa miaka miwili tumeajiri walimu 76,000. Na kwa sababu sehemu hii ilipata matatizo, walimu wengi wakatoroka. Sasa nimeambia watu wa TSC wafanye affirmative action ndio walimu zaidi wapatikane katika mashule yenu hapa, kwa sababu wale walitoroka kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Pia tuwa replace na tuwaongezee wengine ndio watoto wenu wapate nafasi ya kusoma kama watoto wengine wa taifa letu la Kenya. Leo hii serikali hiyo moja ambao wanadai ya kwamba wanapunguza masuala ya matumizi ya gharama ya Kenya. Na kitu ambayo inanikera ni moja. Ruto anapunguza hadi pesa ya kuajiri walimu. Ruto anapunguza hadi pesa ya kuajiri maskari. Na tuko na upungufu ya maskari hapa Kenya. Askari mmoja anafaa kulinda wa raia 100. Leo hii askari mmoja analinda raia 1,000. Almost 900 juu. Ambao unajiuliza hii takwimu imefikaje hapo? Uongozi mbaya ya taifa la Kenya. Na nataka niulize hapa kwa walimu. Tuko na upungufu ya walimu zaidi. Imekuwaje la Rais William Ruto wanadai ya kwamba katika kwenye bajeti yao ya mwaka 2025, 2026 ya kwamba wamepunguza tena vile pesa kwa idara ya tume ya kuajiri walimu TSC. Na hii nataka niulize Mheshimiwa Ruto. Iwapo umepunguza pesa ya kuajiri walimu, na juzi ulisema kwamba unataka kuajiri walimu 20,000. Ya walimu 20,000 watalipwa na nini? Hiyo ndio swali nyeti ambayo nauliza. Na hii nataka niwaambie wewe Mkenya, jitadhari sana na Rais William Ruto. Jitadhari sana. Kaa mbali sana na Mheshimiwa Rais, kwa sababu Rais William Ruto hana nia yoyote ya kusaidia mimi na wewe. Sisi ambao ni wanyonge, sisi ambao ni maskini. Lakini Rais William Ruto hako na lengo yake binafsi na marafiki zake kutafuta pesa namna jinsi watanunua wananchi wakati uchaguzi. Ndugu yangu, it is very painful ya kwamba tunaona nguzo ya taifa zinapunguziwa pesa ilhali bunge kuu zinaongezewa pesa. Ingekuwa bora wangeondoa zile marupurupu ya wabunge. Fuel mortgage Hii mambo ya kupiga simu pesa zaidi ya 15,000 kwa mbunge. Mambo ya chai kwa ofisi ya mbunge. Mambo ya gazeti katika kwenye ofisi ya mbunge. Na mambo ya sitting allowance katika kwenye bungeni, kwa sababu hii ndio kazi ambayo amepewa mbunge. Na walimu hapewi teaching allowance. Nataka niseme bila uoga ya kwamba Rais William Ruto hana nia njema na sisi kama wananchi. Kwa sababu hatuwezi kuwa ya kwamba wewe ni kiongozi wa taifa
yale ambayo unasema katika kwenye rally ni tofauti na yale ambayo inafanyika katika kwenye ofisi. Wakati Ruto anazungumza na umate halaiki ya watu, anasema chochote ambayo anasema. Lakini ukirudi pale chini katika kwenye ofisi ambao mahali ambao watu wanatekeleza, serikali inatekeleza kazi zake, hizo vitu hazipo, lazifanywe. Ndugu yangu, wakati Ruto anapunguza pesa ya TSC na Kenya letu kuna upungufu ya walimu. Ndugu zangu wa Kenya, I want to tell you something. Ya kwamba wewe mwananchi anayetegemea public school, wewe mwananchi anayetegemea polisi ya kawaida, maisha yako yumo hatarini. Kwa sababu hakuna siku polisi atapunguzwa kulinda rais wakuje kulinda raia. Never ever, hautawaipata. Kwa sababu rais analindwa kwa jukumu ambayo yeye mwenyewe anataka usalama. Na unashindwa zile magari zote zaidi ya magari 100 ambayo inafuata msafara rais. Ni nani anaandama rais? Jambo lingine, wewe unayetegemea public school, unayetegemea public university, tuko na changamoto kubwa sana. Katika kwenye uongozi wa Mheshimiwa Rais William Ruto, hana nia njema na sisi maskini, kwa sababu anapunguza pesa ya TSC, tume ya kuajiri walimu. So unashindwa, how comes Ruto anasema ninataka kuajiri walimu 20,000, lakini bajeti ya TSC ambayo ni tume ambayo wakitathmini mshahara na malipo na wajiri ya walimu wanapunguziwa bajeti yao. Ndugu yangu Mkenya mwenzangu, nataka kukuambia bila kukuficha kwamba this is government ambalo wanajali viongozi ambao ni bwenyenye. Hii sio serikali ambayo wanajali wananchi. Na hii tunaenda kukuwa na tatizo ya walimu, kwa sababu iwapo Ruto atafanya jinsi ambayo inasemekana kwamba budget cutting, jinsi wanakata hizi bajeti, ndugu yangu, tunaenda kuumia. The same problem Ruto na Uhuru Kenyatta walileta katika kwenye idara ya mahakama. Mahakama zetu zikanyimwa pesa. Kesi mingi zikarundika, kwa sababu hizi kesi ni wanasiasa ndio wanaleta. Unapata kwamba kuna shamba imenyang'anywa mtu, utakichunguza vizuri kuna mwanasiasa ndani. Utapata kwamba kuna miradi ambayo imekuwa fulani ya ufisadi, ukichunguza vizuri kuna mwanasiasa ndani. So hizi ndio problem ambayo wanasiasa wana create kwa own benefit. Kwa sababu wanajua ya kwamba mahakama ikiwa na pesa na ikiwa hizi kesi itakuwa nafanywa kwa upesi, watajikuta kwa pabaya, kwa sababu hizi kesi itaamuliwa haraka. Kwa sababu angalia hata kesi ya Koto bado almost 7 years ago imelala kwa chini, bado inafuatiliwa. Twende watu kama Waititu, twende watu kama Evans Odhiambo Kidero. Hizo ni kesi ambazo zinafuatiliwa bado leo. Twende kwa Anglo Leasing, Goldenberg, Arer Kimorol. Angalia hizo kesi zote ya ufisadi, lakini ina delay kwa sababu hakuna mahakama, hawana fedha ya kutosha na hawana majaji ya kutosha. Ndugu yangu Mkenya, ukiona William Ruto akija kwenu, jua kwamba hana nia njema na wewe. Ni jukumu lako wewe kama mwananchi, ni jukumu lako ya kukataa Rais William Ruto kuuliza maswali ya kwamba tumechoka kusikiza hadi tunataka sasa itendwe, na tunataka kuona kwetu kama wananchi. Langu jina ni Mjukuu na hii ni 044 TV Kenya. Hapa ndipo nitakufahamisha mengi yale ambayo yanafanyika, matukio kwa ulingo ya kisiasa ya taifa la Kenya na kimataifa. Kaa hapa nikufahamishe mengi. Kama ni mara ya kwanza, na kuomba nipe support, subscribe, like, comment, share video bila huoga. Hapa ndipo tutazidi kupambana hadi kileweke.